kanisa ndio au viongozi wa dini ndio sauti pekee ya dhamiri katika taifa ambayo ina maadili na mamlaka ya kuonya na kukemea. Katika kipindi hiki cha mwezi mmoja uliopita, viongozi wa dini, mimi niongee kwa upande wa kanisa, maaskofu kwa umoja wao, wametoa kauli kukemea haya mnaoyasema. Lakini kilichotokea baada ya kanisa kutoa kauli za kukemea na kuonya na kushauri, katika mazingira kama haya, Padri Kitima ameshambuliwa. Watu wanataka kutoa roho pale. Na katika mazingira kama haya anakuja kutokea kiongozi wa polisi anaongea kejeli kwamba alikuwa anakunywa. Hatujakaa sawa sawa, kijana Mdude kule amepigwa na nyundo na yeye. Hatujui hali yake ikoje. Kama viongozi wa dini tukutane tuongee, na rais atakuwa ananisikiliza, tukutane viongozi wa dini na vyama vya siasa na watu wengine tujadili hali hii. Watesa watu wa Mungu ni wimbo mkubwa sana. Kuwaua watu wema ni wimbo wa milele. Waiteni tuyazungumuzwe ni wimbo mkubwa sana. Vinginevyo hilo ni jambo kubwa mno ni wimbo wa milele. Hiyo ni laana kwa taifa letu mkubwa sana. Kuandama watu wa Mungu ni wimbo wa milele. Kwa sababu ya kutimiza wajibu wao ni wimbo mkubwa sana. Kazi ya wahubiri ni kuangazia ni baya gani limefanyika, na asha afanyiwe mtu wao, na asa atendewe mtu mwema. Hilo litahubiriwa kila kona, uchocholo utalisikia. Wanadamu, njia bora sio kuwanyamazisha watu wema. Njia bora sio kuwanyamazisha wanaopinga ubaya. Huo ni wimbo wa milele. Hao ni wimbo mkubwa sana. Siku mbele yenu mutatamani musiwe nini, wakati munakumbushwa yale mulioyatenda. Watu wa Mungu, ni wimbo mkubwa sana, ni wimbo wa milele. Ukiwatendea mabaya wahubiri, ni wimbo mkubwa sana. Ukiwafanyia mabaya wacha Mungu, ni wimbo wa milele. Habari zote zitanyamaza, ni wimbo mkubwa sana. Lakini wimbo wa watu wema, ni wimbo wa milele. Paulo anasema hata nikifa, ni wimbo mkubwa sana. Kaburi langu litatangaza, ni wimbo wa milele. Kuwaumiza watu wa Mungu, ni wimbo mkubwa sana. Kuwatesa wahubiri, ni wimbo wa milele. Vizazi na vizazi, ni wimbo mkubwa sana. Huo wimbo utaimbwa, ni wimbo wa milele. Watawala tuyazungumuze, ni wimbo mkubwa sana. Njia pekee isibaki hii, ni wimbo wa milele. Watu wa Mungu hawanyamazagi, ni wimbo mkubwa sana. Utaumiza idadi yoyote, ni wimbo wa milele. Watu wema wanyamazi, ni wimbo mkubwa sana. Hata wakifa bado wanabaki wanaongea.
kwa kuwa uko uwezo wa Mungu juu ya maneno yao. Walioteswa, kuumizwa na kupotezwa ni wengi vizazi na vizazi, lakini sio kwa watu wa Mungu. Yesu na mitume walitendewa mabaya zaidi ya miaka 2000 ile iliyopita, lakini hata leo ni kama ni habari ya jana. Bila shaka ndugu wote waliokuwa na ukaribu wa Herode ama Pilato ama Kayafa ama mtu yoyote aliyesimamia zoezi la watu hawa kuteswa na kufanyiwa mabaya waliofanyiwa, naamini wote hao wanalani na kujificha na kusema tumetokana na kizazi cha laana. Yuda alipochukua pesa ili kumuuza mwana wa Mungu, alijua amepata na kumbe azikulika. Alijua kafanikiwa na kumbe azikulika. Alijaribu kunywa pombe, pombe haikunyweka. Alijaribu kufanya umalaya, umalaya haukufanyika. Akaenda akawarudishia na wenyewe walizikataa, mwishowe akajinyonga. Sauli alipouawa Stefano aliona vema na kuwashikia mavazi waliokuwa wanampiga Stefano kwa mawe, lakini muda mchache Yesu alimutokea akamwambia, haya uliona vema, na wewe ninakuita, na wewe utakuja kutendewa, kwa kuwa pandacho mtu lazima atavuna. Auaye kwa upanga atakufa kwa uo. Nisemacho wanadamu, njia bora sio kuwanyamazisha watu wema. Njia bora sio kuwanyamazisha wanaopinga ubaya. Uo ni wimbo wa milele. Katika makosa ambayo binadamu waliwahi kuyajutia, ni pale walipoingia kwenye historia ya kuwatesa ama kuangaisha watu wa Mungu. Makosa waliotendewa raia wengine yalisahaulika kiwepesi, lakini mabaya waliotendewa watu wa Mungu yaliendelea kuhubiriwa vizazi na vizazi. Kazi ya wahubiri ni kuangazia ni baya gani limefanyika, na hasa afanyiwe mtu wao, na hasa atendewe mtu mwema. Hilo litahubiriwa kila kona, uchocholo utalisikia. Vizazi na vizazi vitalisikia.
Ndio maana watawala wengi walipojua shida hii waliacha kuwaumiza watu wema. Hata maneno yao yalipoonekana ni makali, waliwaita tuzungumuze ili wafafanue, na kwambia vituko vyako vitaikuta habari. Watasema tumetokana na mbegu ya laana kiasi gani. Mwenye roho na ufahamu aliyeshindwa kutambua haya, nawaambia mateso ama kuwawa kwa watu wema, majina ya wote muliokuwa kwenye mamlaka yatabaki yanahubiriwa vizazi na vizazi, kwani watu wa Mungu ndio wimbo wa milele.